Welcome to Dr. Mwaka Global Channel. Hello vipenzi vyangu, karibuni kwa YouTube channel yangu ya Dr. Mwaka Global. Hakikisha kuwa umesubscribe, uguse hiyo kengele ili kila video mpya itakayokuja usipitwe. Na kitu chengine ni kuwa usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kushare. Sasa leo ni Ijumaa ya mwisho wa mwezi wa 7, yani tarehe 31 Julai. Na niko hapa kwa nafanya readings. Nilikuwa nafanya reading ya kuwa yule mtu ambaye yuko akilini mwako, ambaye hamuongei, ambaye yani mmeenda kwa no contact, anawaza nini? Kwa hiyo nitakwambia ujumbe wa kile anachokiwaza, lakini usisahau kusubscribe. Sasa nitakwambia ujumbe kutoka kwa mtu ambaye huzungumzi naye, lakini yuko kwa akili yako. Sasa we mwenyewe ndio utasema kwa mujibu wa nyota, jinsi gani nyota zinasema. Wale ambao wako na nyota Aries, huyu mtu yasema kuwa nimeanzisha mazungumzo 100 na wewe ndani ya mawazo yangu, lakini kiburi changu kimenizuia kukutafuta. Bado najiuliza kama ningekuja ungenisikiliza, au kama tayari nimechelewa sana. Huu ni ujumbe mzuri sana kwa ule mtu ambaye yani yuko kwa no contact, amba huzungumzi na yeye. Tukiangalia nyota ya Taurus au nyota ya ng'ombe, anajiuliza jamani, nimekuwa nikijifanya nimekubali kila kitu na kuendelea na maisha, lakini ukweli ni kwamba bado wanajiuliza unaendeleaje, hasa pale ambapo hakuna mtu wa kunisikia tena. Sikuwahi kufikiria kutokuwepo kwako kungekuwa na uzito kiasi hiki. Huu ni ujumbe kwa wanangu wa Taurus. Mtu anasema jamani, hajui kule kutokuwepo kwako kungekuwa na uzito. Anatamani angekueleza anachokihisi, lakini sasa hajui atafanya nini. Anataka kukuongelesha. Tukiangalia Gemini au nyota ya mapacha, anasema jamani, bado nafikiria mazungumzo ambayo hatukuwahi kuyamaliza. Kuna mambo mengi ambayo ningetamani ningekuambia, badala ya kudhani ungeelewa ninachomaanisha. Kwenye nyota ya Cancer au Kaa, anasemaje huyu mtu? Nimejizuia kukutafuta mara nyingi kuliko unavyoweza kufikiria. Haikuwa kwa sababu niliacha kukujali, bali sikujua kama bado ningekutafuta ningekaribishwa katika maisha yako. Hawa ni wanangu wa Cancer au nyota ya Kaa. Tukiangalia nyota ya Simba au Leo, sijui kama tutawahi kuzungumza tena, lakini natumaini unajua kuwa ulinibadilisha. Ulinifanya nikabiliane na sehemu za nafsi yangu ambazo sikuwa tayari kuziona, na bado nimekuwa nikizitafakari hadi leo. Kwa wanangu wa Vago au Mashuke, huyu mtu anasemaje? Nimepitia kila kilichotokea mara nyingi sana akilini mwangu, nikijaribu kuelewa ni wapi tulipotezeana. Kama nitakuwa mkweli, kuna mambo ambayo ningetamani ningeyashughulikia kwa njia tofauti. Wanangu wa Libra au nyota ya Mizani, huyu mtu anasemaje? Ikiwa hatima itanikutanisha mimi na wewe tena, natumaini kutakuwa na maumivu machache na uelewano zaidi kati yetu. Hadi siku hiyo ifike, nitaendelea kukuombea kwa kimya kimya, ili maisha yakupe kila kitu ambacho sikuweza kukupatia. Wanangu wa nyota ya Scorpio au nyota ya Nge, huyu mtu anasemaje? Nimekuwa nikijifanya kwamba nilifunga mlango kabisa, lakini ukweli ni kwamba bado najikuta nikijiuliza unaendeleaje huko uliko. Kuna usiku ninatamani kukutafuta, lakini najishawishi kuwa nafaa niache zamani ibaki kuwa zamani. Kwa wanangu wa Sagittarius au nyota ya Mshale, huyu mtu anasemaje? Sijui kama tutawahi kuzungumza tena, lakini natumaini maisha yanakutendea vizuri. Haijalishi mwisho wetu ulikuwaje, sehemu ya moyo wangu utaendelea kujiuliza hadithi yetu ingekuwaje kama muda ungekuwa upande wetu. Watu wangu wa nyota ya Capricorn au nyota ya Mbuzi, huyu mtu wa zamani ambaye hamzungumzi au yuko akilini mwako, anasemaje?
Ikiwa hapo ndipo mwisho hadithi yetu, natumaini unajua kuwa ulinibadilisha kwa namna ambayo sitaweza kuielezea. Sehemu ya moyo wangu itaendelea kujiuliza nini kingetokea kama tungepata nafasi moja zaidi ya kurekebisha mambo. Wanangu wa Aquarius au nyota ya ndoo, je, mtu aliyeko akilini mwako ama hamzungumzi kwa sasa anakwambiaje? Najua nilijifanya kana kwamba nilikuwa na majibu ya kila kitu, lakini ukweli ni kwamba nilikuwa nimechanganyikiwa pia. Kulikuwa na hisia nilizozificha kwa sababu sikujua jinsi ya kuzieleza bila kufanya mambo yawe magumu zaidi. Wanangu wa nyota ya samaki au Pisces, huyu mtu anafikiria nini kukuhusu? Kama ningepata nafasi ya kusema jambo moja bila kubishana au kuufungia kwenye moyo wangu, ningesema hili: natumaini una furaha ya kweli, hata tukiwa mbali, siku zote nitakutakia mema. Huu ndio ujumbe kwa mtu ambaye mko kwenye no contact ama hamzungumzi kwa sasa, au mtu ambaye umemweka akilini hata kama hamuongei. Kumbuka, maneno ya nishati ya kuweza kujua nini kinachoendelea katika ulimwengu wako yanatokea hapa katika channel ya Dr. Mwaka Global. Hivyo basi, usiache kusubscribe, like, comment and share.